Habari ni wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, wazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni katika sehemu yetu ya pili ya penzi la kichaa mpelelezi. Sehemu iliyopita tuliishia ambapo Brown anamtafuta mke wake, ambapo sasa mke wake alikuwa analiwa utamu na yule kichaa Godwin. Kuna watu ambao waliagizwa na Brown wamtafute mke wake, ambapo sasa wale watu walikuwa wanaelekea kwenye lile pagala ambalo alikupo mke wa Brown na Godwin. Sisi tulikuwa tunajiuliza, je, watamfumania? Karibuni tuendelee. Mara watu wawili walionekana wakija na tochi, yaani wakiwa wanaelekea kule ambako tupo, sababu walikuwa tayari washaingia ndani. Wakawa wanaelekea sasa kwenye kile chumba ambacho nilikuwepo mimi na yule mkaka kichaa. Yaani sikutegemea. Haraka Godwin aliinama chini, akazoa mchanga mwingi, kisha akawatupia machoni wale watu waliokuwa wanakuja kwenye kile chumba ambacho tupo. Na yaani wale watu walikuwa hawajategemea. Na Godwin alivyoshika ule mchanga, yaani alilengesha moja kwa moja kwenye macho yao. Kwa hiyo kumbe wale watu walivyokuwa wanakuja kwenye kile chumba, wale watu wawili hawakuwa peke yao. Walikuwa wameongozana na mama mkwe na wifi mkubwa. Kwa ule mchanga uliwapata wote. Asikwambie mtu, acha aanze kufikinya macho. Maana si unajua tena mchanga kwa kuingia machoni jinsi, yaani mtu aliyeingiwa na mchanga machoni jinsi anavyokuwa, ndivyo na wao walivyokuwa vile vile. Baada ya hapo sasa Godwin akaanza sasa kuwapiga wale watu. Akaanza kuwapiga, nili anawapiga ovyo tu. Baada ya yeye kuona kuwa wale watu wameanguka chini, alichokifanya alinishika mkono taratibu, tukakimbia zetu. Kwa bahati nzuri amna hata mtu mmoja aliyetuona. Tulikimbia mpaka tukatokezea mtaa wa pili, ambapo mbali sana na mtaa ambao tulikuwa tunaishi. Tunafanyaje sasa? Godwin aliniuliza. Yaani alivyoongea tu vile tayari, yaani unajua ile mtoto wa kike akiwa anaanza mahusiano mwanzoni kabisa na mtu, kiukweli ni kwamba ile mara kwanza mwanamke anakuwa yaani anamwamini sana mwanaume, no matter what. Yaani ndiye anamwamini sana. Ndivyo na kwangu ilivyotokea. Ni kwamba licha ya kwamba Godwin alikuwa ni kichaa, lakini vitendo anavyovifanya, yaani vitu anavyovifanya, yaani tayari nilikuwa nishaanza kumwamini na kufuata kile anachokuwa anakiongea au ananishauri mimi kufanya. Ikabidi nimuulize, kwani wewe una wazo gani? Akajibu, akanigeukia akaniuliza. Yaani baada ya kunijibu akaniuliza, kwani wewe unafikiria nini? Nikamjibu, mimi naona usiku huu nikalale kwa rafiki yangu, maana najua mume wangu atanitafuta kote. Akinikosa asubuhi ni lazima ataenda kwa rafiki yangu kunitafuta, na akifika nitamwambia kuwa niliondoka nyumbani kwa sababu ya masimango ya
dada zake na mama yake. Godwin akaniambia, ile unazuzuli sana. Na kama ukifika kule, ukiona rafiki yako someki, achana naye. Hata hivyo usijali. Ikitokea kwamba kusipokuwa na maelewano, mimi pia nina uwezo wa kukuoa na kukupa kila unachokihitaji katika maisha yako, ikiwa gari, nyumba, hata vitu vya thamani, chochote utakachokitaka, mimi nina uwezo wa kukupa. Nilimsikiliza, nikaanza kujisemea kimoyomoyo, huyu naye vipi? Au kichaa kimempanda kichwani nini? Mtu mwenyewe anatembea na makopo, anatembea na mauchafu ya kila aina, haogi, eti anajisemesha anioe afu aninunulie gari. Anafikiria na mimi ni mkota makopo kama yeye. Mungu nitie nguvu mimi. Ngoja tu nimsapoti, asije akasema na mdharau. Nikamwambia sawa baby, acha basi mimi niwahi kwa rafiki yangu. Kabla hajafunga mlango, nimwambia Godwin, kisha nikaondoka zangu. Nilipofika kwa rafiki yangu, nikagonga, akanifungulia mlango. Nikaingia hapo. Baada hapo sasa nikaanza sasa kumpanga. Nilimpanga nikahakikisha kapangika. Kapangika aswa na jinsi atakavyokuwa anaongea na mume wangu. Nilihakikisha kaelewa. Kwa bahati nzuri Suzana kazi kama hizo anaziweza sana. Na ni fundi haswa. Kwa mambo kama hayo, ndio maana nampenda. Basi usiku ule tulilala mimi na Suzana. Akanipa nguo za kuvaa. Asubuhi na mapema mlango ukaja kugongwa. Alikuwa ni mume wangu Brown. Suzana alimkabisha ndani. Waliongea kidogo, kisha Suzana akaja chumbani kuniita. Tulitoka wote hadi sebuleni alipokuwa mume wangu. Alinihoji maswali mengi na mimi nikamjibu. Nikasema hapa ni kipindi cha tu kidogo, basi kimenilamba. Na nilimjibu kama nilivyokuwa nimepanga mimi na Suzana kumjibu. Nikamwambia, nisikize Brown, mimi nimeolewa na wewe, wala sijaolewa na ukoo mzima au na hiyo familia yenu. Siwezi kunyanyaswa na ndugu zako na nikaendelea kuvumilia. Nimeamua nijiweke pembeni ili waenjoy. Wanaona kama vile mimi na faidi sana au napata vitu vingi sana kutoka kwako. Niache nikae pembeni nipumzike. Nikae tu pembeni nipumzike, maana nimechoka na masimango ya mama yako na masimango ya dada zako. Nimechoka mimi. Hata kama wanasema ndoa sijui kuvumiliana, lakini kwangu imekuwa too much. Ndoa gani ambayo inaingiliwa na wazazi wako? Ndoa gani ambayo inaingiliwa na familia yako? Mpaka muda mwingine najiona kama vile nimeolewa na familia yenu yote. Sio na wewe, ni familia yenu yote. Nilimwambia Godwin. Huko nikijifanya nimekasirika, nikanageukia pembeni sasa. Niseme mimi mke wangu. Kwanza jana wakati tunakutafuta, unajua kwamba tumepata matatizo sana. Ndani ya ule mjengo ule chakavu pale karibu na nyumbani kwetu. Mama mkwe wako pamoja na wifi yako mkubwa walipigwa na watu wasiojulikana. Hivi ninavyoongea mimi na wewe, wako hospitali bado hawajarudi. Hawaelewi kwamba walipigwa na mzimu au walipigwa na majini.
Yaani walishtukia tu wanamwagiwa mchanga machoni. Kisha kilichofuata ni kipondo. Mume wangu alisema. Huku moyoni sasa nilitamani nicheke. Yaani ujue mtu yaani kama yaani sijui nisemaje. Unajua ile baya likimpata adui yako, jinsi unavyofurahia ndivyo na mimi nilivyofurahi. Yaani nilitamani wapigwe wale wapumbavu, wapigwe mpaka akili wakae sawa. Kabidi sasa nijisomeshe kinafiki. Yaani kama vile sikuwepo, kumbe nilikuwepo na nilishuhudia kila kitu kinachoendelea. Oh jamani, kumbe wamekutana matatizo gani? Mungu asaidie jamani. Niliongea kinafiki. Tukasuluhishwa hapo basi na rafiki yangu, kisha mume wangu akanichukua na gari lake kurudi nyumbani. Sasa wakati tunakaribia ile kufika nyumbani, mara tukashangaa kumuona yule kichaa sasa, yule mkaka kichaa aliyelala jana usiku. Akiwa amelala pale getini kwetu. Na sio kwamba kalala tu. Afadhali angekuwa amelala tu, tulijua kwamba tunaenda kumtoa, tunamsogeza pembeni, si tunaingia zetu ndani. Yaani amesambaza makaratasi, amesambaza makopo, mauchafu ya kila aina pale getini. Yaani paka kama dampo. Afu ndio yule mtu aliniambia kuwa ana uwezo wa kunioa, ana uwezo wa kunipa kila kitu ninachostahili kama mwanamke. Yaani nilijihisi kuchoka. Yaani nilichoka. Mimi nilichoka. Mke wangu, huyu mwenda wazimu sasa amezidi. Yaani kuna siku yaani tutarudi tukute kavunja vitu vyote au kavunja vioo, kapasua. Yaani hivi ukichaa kwani ana akili kweli wewe? Ngoja kwanza nishuke nikamtoe kwanza wengi, akili imkae sawa. Alisema mwanangu Brownie huko akisimamisha gari na kutaka kushuka ili akampiga yule kichaa. Mume wangu, usimpige bwana. Kumbuka yule ni kichaa. Sasa ukimpiga akipandisha hapo kichaa chake, alafu anze kutuponda na mawe, unafikiria nini kitatokea? Nimwambia mume wangu Brownie, huku nikimpapasa kifuani kwake kumbembeleza. Angejua basi. Yaani katika kumpitipeti akaameilisha, akushuka tena. Alichofanya ni kusogeza tu gari mpaka getini, kisha akashuka kwenda kufungua geti na akaanza kumfokea yule kichaa. Wewe mwenda wazimu nini? Au umetumwa? Yaani umepita kote, yaani nyumba zote, ukaona bora uje kufanyia ujinga wako hapa, toa uchafu wako hapa kabla sijakasirika. Yaani fanya haraka kabla sijaanza kukuchapa mikanda mimi. Brown alifoka kwa hasira. Ndio kwanza yule kichaa alikuwa akimwangalia huku akicheza huku akicheka. Kama sio yule alikuwa ameniinamisha jana usiku. Mpaka nikaanza kuhisi yaani kuna kitu bado hakipo sawa. Yaani inawezekani ujue jinsi tulivyokuwa tunafanya jana usiku na jinsi alivyokuwa anaongea, yaani na jinsi ninavyomwamini yule kichaa. Yaani nikiangalia na vitendo ambavyo anavifanya hapa sasa hivi ni vitu vile tofauti kabisa. Sio yule ambaye jana usiku nilikuwa naye na huyu wa sasa nayemuona. Yaani ni tofauti. Mpaka nikaanza kujiuliza, au huyu kaka ni jambazi, ametumwa nini na wenzake? Yaani kutiapo katumwa na wenzake aje asome ramani ya nyumba nzima.
baada ya hapo awapelekee ramani wenzake ili waje kuiba. Au hapana, huyu sio mtu wa kawaida. Huyu mpaka nikajikuta sasa natengeneza roho ile ya chuki. Naanza sasa kumchukia. Kwa nini? Kwa nini natokea hivi? Nikaona sasa hapa huyu amezidi. Nilichokifanya, nikashuka. Nilivyoshuka nikamfuata pale alipokuwa amesimama anacheza. Nikamsukuma. Wewe umeambiwa uondoke. Hebu toka bwana. Sababisha matatizo bure. Unataka upigwe ili tupate kesi polisi. Nilimfokea. Sio kama nilimfokea ile ya kumbembeleza, nilimfokea kwa hasira. Sababu nishaanza kumhisi vibaya. Baada ya kuona kwamba nimemkazia sana, taratibu akaanza kuondoka kishingo upande. Huku mimi na Brown tukaingia ndani. Tulivyoingia ndani, mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Hatimaye siku zikapita, mara wiki. Nikasa nimeshaanza kukata mazoea na yule kichaa. Sitaki hata kumuona yule kichaa. Nilikuwa nishaanza kumhisi vibaya. Na nilikuwa sitaki kabisa kukaa karibu yake. Nikacha kuonana na vile tulivyokuwa tunafanya. Nika nimevikatisha vyote. Mimi na yule Brown. Mimi na Godwin. Basi. Mara sasa nikawa natapika kichefuchefu. Wakati huo mama mkwe na wifi zangu walikuwa tayari washarudi nyumbani. Sababu walikuwa na wauguza ni wifi mdogo. Na mawifi zangu walipoona nimeanza kutapika, walifurahi vibaya sana. Walifurahi. Hali kadhalika mume wangu Brown alifurahi sana. Na upendo uliongezeka maradufu pale nyumbani. Lakini moyo na akili yangu nilijua kabisa kwamba ile mimba sio ya Mr. Brown, bali ni ya Godwin, yule mkaka kichaa. Sijui nitampa zawadi gani yule mkaka kichaa. Maana amerejesha heshima ya ndoa yangu. Ona sasa hivi ninavyopendwa jamani. Ninadekezwa kama yai. Sio mwifi zangu, sio mama mkwe, sio mume wangu. Lazima nimpe zawadi yule. Maana ameshanipa haki ya mimi kuwa mama. Lazima nimtafutie zawadi. Nitamtafuta popote alipo. Nitampa zawadi yake. Nilijiapiza huku moyoni mwangu nikiwa na furaha sana. Mume wangu pamoja na mama mkwe waliniheshimu sana. Hata mawifi zangu sana. Nilikuwa niombe nini nisipewe? Nitake nini nisipate mimi jamani? Pata mimba, utajua raha familia. Utajua raha familia na raha ndoa. Usipate mimba, utazijua karaha na maneno ya chuki na kejeli za familia yako. Siku moja basi, nikiwa na mume wangu chumbani, nikiwa nimemlalia kifuani huko na mchezea ndevu, nikaanza
Mume wangu, nina shida na milioni 2. Nilimwambia Brown. Yaani ni tena mke wangu? Brown aliuliza. Jamani mume wangu, yaani kila hila ninavyokuomba, yaani lazima ujue ni ya nini. Mimi kwa sasa ni mtu mzima. Yaani ninapoomba pesa, ninajua nina shida nayo vipi. Nataka kufanya biashara. Nilimwambia mume wangu. Basi usijali mke wangu. Jioni nitaenda benki. Nitakutolea milioni 5. Okay? Kama mama, usijali. Brown aliniambia. Basi jioni kweli alitoka akaenda benki kama utani na bike. Sikuwa kutoka na gari, alikuwa na bike. Aliporudi akarudi na kitita cha hela milioni 5 na kunikabidhi. Nilifurahi, asikwambie mtu. Yaani nilifurahi. Basi siku iliyofuata mume wangu akametoka na wifi pamoja na mama yake. Walivyotoka kama kawaida wakaniacha nyumbani peke yangu. Taratibu nilienda ndani yaani lile jengo chakavu lile. Nimeenda tafuta mkaka kichaa. Nikamkuta amekaa chini analia kama mtoto, na nilipomwangalia machoni, macho yalionekana yamevimba, yaani nikana kwamba ni mtu alikuwa amelia yapata siku ya 3, siku ya 5. Yaani alikuwa analia tu bila kukoma. Nilimshika bega na kuanza kumbembeleza. Godwin, nini kimekuuliza mpenzi? Nilimuuliza. Yaani kweli wewe wakunifukuza kama mbwa mbele ya mume wako? Hakika umenizalilisha sana na umeniumiza sana, aliniambia kaka kichaa huku machozi yakiendelea kumtoka. Nikamwambia basi pole bana, mimi nilifanya vile kusudi tu ili mume wangu asigundue chochote. Basi nisamehe kipenzi, nimekuletea zawadi. Nimwambia huku nikimpa ile bahasha iliyokuwa nimeweka milioni 5. Ni zawadi ya nini? Aliniuliza. Umeniheshimisha kwenye ndoa yangu, natarajia kuitwa mama. Kwani mume wangu anajua hii mimba ni yake? We, posema sasa hayo maneno, yule Godwin alibadilika. Yaani nakuwa kama mbwa kichaa. Yaani mimba yangu umpe mwanaume jambazi, aliyetaificha pesa za serikali? Hilo haliwezekani. Alisema yule kaka kichaa. Nikabaki nashangaa. Yaani na nilishangaa sana. Nijuaje yote hayo wakati ilikuwa ni siri ya ndani, na hiyo siri kupo ni ya mimi na mume wangu? Ujue nibaki na mshangao. Yule mkaka tena akasema, kichaa huyo akasema, na leo nitaenda kumwonyesha mimi ni nani. Alifoka yule kaka kichaa.
moyoni nikasema tayari nishalikoroga. Yaani na kulikoroga nimelikoroga hasa. Yaani nimelikoroga jamani. Yaani na sasa hivi ndo ninalinywa. Na leo nitaenda kumuonesha mmeo kwamba mimi ni nani. Alizidi kufoka Godwin. Na alifoka yani kwa jazba, yani sijui nisemaje. Hapana, usifanye hivyo God. Mme wangu na ndugu zangu watakasirika sana kwa kujua kwamba hii mimba sio ya mme wangu. Itakuwa ni aibu. Nitapata aibu mimi. Naomba nistiri kwa hilo. Na kuomba Godwin. Nilimwomba Godwin msamaha. Nilimbembeleza. Yaani na masaa yalikuwa yanakatika ni kama siagi kikaangoni. Asikwambie mtu. Yaani huku nazidi kumbembeleza Godwin lakini wapi. Yaani umefahamu, yaani kila ninapojaribu wapi. Yaani haelewi, hasikii. Nilimbembeleza. Hatimaye alishusha hasira zake na kunielewa. Mimi sitaki pesa kwa sasa. Sina shida na pesa zako. Ninachotaka kwa sasa, yaani muda huu tunaoongea, ni kitu kimoja tu. Penzi lako. Aliniambia Godwin huku akinisogelea na kunikumbatia. Sikuwa na pingamizi. Kwa kuwa yaani mimi ndo mwenye shida. Kwa hiyo chochote atakachokisema nainua mikono. Nikanawaza labda nikimpa penzi hasira zake zitashuka na atazipokea zile pesa. Basi bila hata kupoteza muda nilianza kumfungua kaka kichaa visikizo vyake vya shati alikuwa amevaa. Sasa nikaanza kumpapasa kwa mikono yangu kwenye love garden yake taratibu. Na ilikuwa nzuri. Na ilikuwa inavutia. Nikamwona yule kaka kichaa alivyoanza kulegea. Yaani misilia duma la simba. Nyege zikampanda hadi kichwani. Muogo wake ukasimama hivi. Asikwambie mtu. Alikuwa yaani amekaza, yaani amesimama kanyoka loa. Hapo kaanza sasa kutetemeka. Yaani kama vile simba au mtu mwenye njia kali akanatetemeka. Nyege hizi jamani. Kweli alikuwa na nyege. Nilipoona sasa bwana mkubwa anapiga kelele kwenye suruali yake, nikaamua sasa nimfungue vifungo vya suruali. Kifungo cha suruali nikamfungua zipu. Nikachuchumaa. Nilivyochuchumaa nikashikilia koni taratibu. Nikapitisha ulimi wangu juu ya koni, kichwa cha koni. Huku mkono wangu mmoja uko unachezea yale mayai mawili kule chini. Yaani nilichokuwa nasikia
kutoka kwa Godwin ni miguno ya raha. Jue jinsi alivyokuwa anazidi kutoa ile miguno, na ndo jinsi nilivyokuwa najiona na Roana. Nilipoona na mimi naanza kuishiwa nguvu, yaani nguvu za magoti, nilichokifanya nikatoa ile dela kwa nimevaa. Nilivyolitoa nikatandika chini. Baada hapo nikalala chali. Godwin akaja kwa juu, akaanza kutembeza ulimi wake kwenye masikio yangu taratibu, kamia kwenye maziwa yangu, kisha akasafiri moja kwa moja kanda ya kusini taratibu hadi kwenye utamu wangu. Alitumbukiza ulimi ndani ya utamu wangu na kuanza kuninyonya. Yaani alinyonya. Yaani raha nilikuwa naisikia asikwambie mtu. Yaani alikuwa anachezesha ulimi ndani ya utamu wangu. Yaani anapeleka kushoto kulia, kushoto kulia, chini juu, asikwambie mtu. Nahisi wanawake wanaofanywa hivi wanaelewa kitu ninachokiongea, wanaelewa vizuri sana. Na alipokuwa ananifanyia hivyo, yaani nilikuwa siwezi, yaani kiuno nilikuwa na kiinua juu kwa juu, yaani kilikuwa juu juu. Aliendelea kunichezea hadi kwenye kisimi, mikono kanapeleka, ulimi upo kule chini, mkono upo kwenye kisimi. Ujue nilishtuka, yaani nilishtuka. Nikaanza kurusha maji, nilirusha maji mengi sana. Ni kitu ambacho hata mume wangu haja kunifanyia. Ni kitu ambacho nilikuwa naona tu kwenye pono, jinsi watu wanavyokojoa. Lakini na nilikuwa sijui kama nakojoa au sikojoi nikifanya mapenzi na mume wangu. Lakini hii ni amazing. Kanifanya nijihisi, yaani kukojoa raha, asikwambie mtu. Yaani yale maji yakiwa yanatoka papuchi ni raha sana. Na yale maji yalienda moja kwa moja yakamwagikia Godwin usoni. Mzee wa kazi hakutaka kunipa muda wa kusema kuwa nisikilizie ule utamu. Ujue alishika tango lake na akaanza kulizamisha ndani. Ilizama, na lilipokuwa linaingia lilikutana na maji ya kina kirefu, sababu maji nilikuwa nimeyatoa ni mengi. Alianza kunipelekea moto. Lo, kaka yule ni fundi jamani.
sababu ndani ya masaa machache ambayo nilikuwa nayo nilikujua takriban mara 5. Yaani raha nilikuwa naipata nilikuwa sitamani mdawishe, nilikuwa sitamani niende kwa mume wangu. Yaani nilikuwa natamani mimi ndio ningekuwa nimeolewa na Godwin, tupo ndani tunafanya sijui alikuwa wapi mara ya kwanza mkaka. Licha ya yote, yaani alikuwa akinishikilia, akishikilia kei yangu. Anaitendea haki kisawasawa, sio mchezo. Yaani kuifaka, anaifaki kweli. Sio zile dakika 5 chali, hapana. Yaani ni anaenda na moto anapeleka kweli. Baada ya ule mtanange wa dakika 90 wa Simba na Yanga tulikuwa tunacheza, hatimaye Godwin akakubali kuzipokea zile milioni 5. Baada ya kuzipokea nikamwaga pale, japo kishingo upande, yaani nilikuwa natamani tuendelee. Nikarudi zangu kwangu, nikaenda nikaoga vizuri, nikaandaa chakula cha usiku. Nipokaa baada ya lisali moja, mume wangu na ndugu zake wako wamerejea. Tukaungana nao, tukala chakula. Na tulipokuwa yaani katikati ya chakula, huku tuko nakula, yaani katikati ya mazungumzo, mara ghafla mlango ukagongwa. Wifi mdogo akaenda kufungua mlango. Baada ya ule mlango kufunguliwa, ujue yaani sikuamini kabisa nilichokiona. Sikuamini. Nilibaki nimeduaa. Nilimwona Godwin, yule mkaka kichaa, akiingia ndani akiwa amevaa gwanda za polisi. Sio mimi peke yangu tu nilishangaa, hadi Godwin aliduaa. Karibu kaka. Mume wangu alimkaribisha kwa sauti iliyojaa yaani iliyojaa gumizi. Godwin alikaa kwenye kiti, akashusha pumzi ndefu, kisha akasema, Mr. Brown, kuanzia sasa upo chini ya ulinzi, alisema Godwin. Na kisha Brown alitokwa na machozi na mshangao. Asiamini kitu alichokisikia. Sijakuelewa. Kwani wewe si ule kichaa unalala nje ya mlango wangu au nimekufananisha? Brown aliuliza. Nafikiri muda wa kujibu hayo maswali unaotaka kujibiwa haupo. Kila kitu kitenda kujibiwa kituoni, alisema Godwin, huku akitoa pingu zake kwenye looks ya suruali aliyokuwa amevaa. Yaani kabla Godwin hajamaliza kumfunga Brown
pingu. Brown aliluka na kumkopoa ile pingu, na kwa ushupavu hali ya juu Brown yani alimpiga Godwin ngumi 3 za uso, na zile ngumi zilimpa Godwin wenge, kisha akaanguka chini na damu zikaanza kumtoka kwenye paji la uso. Brown, mwache mkaka wa watu, utaua. Nilimwambia Brown, mume wangu, acha nimuue. Nikafungwa jela nile ugali na maharage wa bole, lakini sio kumuona huyu snitch akiendelea kuishi. Leo ndo atajua ipi faida ya hasara ya kazi ya upelelezi. Brown aling'aka misili ya nyati aliyechukuziwa mwanae. Wakati huo mimi na mama mkwe na mawifi zangu tuko tunamshikilia Brown ili asiendelee kumpiga Godwin, maana kwa kufanya vile atazidi kujiongezea kesi maradufu. Hata hivyo Brown hakutaka kumsikiliza mtu yoyote, yaani akamvuta Godwin mpaka nje ya geti, akizidi kumpiga mateke ya mbavu, yaani kiasi kwamba Godwin alizidi kutapaka damu. Kaka, ni bora uniue kuliko kuniacha hai, maana kama nitabaki hai kesi yako itakuwa ni maradufu zaidi ya Osama bin Laden. Godwin alimwambia Brown, lazima nikuue we nyoko. Yaani siku zote umekaa unanidanganya na unajifanya kichaa nje ya geti langu, kumbe ni askari mpelelezi. Snitch kahaba wewe, alisema Brown huku akizidi kumpiga mateke Godwin ya uso, mbavu. Mara tukashangaa ndani ya zile gwanda alizokuwa amevaa Godwin kuna kitu kikaanza kupiga kelele, yaani alarm. Twi twi twi, huku mwanga mwekundu ukimulika kuashiria hali ya hatari. Kabla tujakaa sawa, ghafla ikafika pikipiki kubwa aina ya Honda kupiga nolinga mbele yetu. Juu ya ile pikipiki alikuwa amekaa mwanamke aliyejitanda mwili mzima, yaani kama wale wanawake wa pwani wanavyovaaga, na usoni alikuwa amevaa miwani ambayo ilikuwa ni vigumu mtu kumgundua. Alikuwa ameficha kabisa uso wake. Yule mwanamke alishuka juu ya pikipiki na kuchomoa bastola kwenye zile nguo alizokuwa amevaa, kisha akamnyoshia Brown bastola. Simama hivyo hivyo kama vile umegandishwa, yaani wala usijiguse, maana nitamwaga ubongo wako mara moja, alisema yule mwanamke. Lakini cha kushangaza na cha kushtukiza, Brown aliluka misili ya swala kumlukia yule mwanamke. Wakaanza kurushiana hapo mateke. Bahati nzuri Brown alimwahi, akampiga teke moja kifuani, teke jingine likampata Godwin, kwa wote wakaanguka chini kama mizigo ya kuni. Brown akawahi faster, akamnyang'anya yule mwanamke bastola, yaani haraka. Tulimwahi asije akawaua, lakini Brown ponyoka na kufyatua risasi kuelekea Brown na yule mdada. Lakini kutokana na mafunzo waliyopata wale watu, zile risasi walizikwepa, yaani kwa ustadi wa hali ya juu. Bahati mbaya, wakati Brown anawalenga yaani yule mwanamke na Godwin, kuna risasi ilipitiliza moja kwa moja mpaka kwenye kifua cha mama mkwe. Yaani alivyompiga, yaani alimlenga kifuani. Baada tu kumlenga, mama mkwe akaanguka chini na damu nyingi sana zikaanza kumtoka.
Brown alipotaka tena kufyatua zile risasi, alishangaa zitoki. Kumbe zilikuwa zimeshaisha. Yule mwanamke pamoja na Godwin walicheka na kumwambia, tunajua uko vizuri kingumi. Haya sasa basi tuchape mkono kwa mkono. Brown alikunja ngumi. Alika yule mwanadada pamoja na Godwin wote wakakunja ngumi, lakini katika hali isiyo ya kawaida. Brown alipokea kichapo, yaani ni alipigwa. Muonekano yule dada alivyokuwa amejitanda zile kanga, yaani hausadifu totally na vitendo vyake. Yaani alionekana kama vile mtu mpole. Yaani nilishangaa tu, dada ameluka. Yaani na alikuwa mwepesi vibaya sana. Alimrushia Brown teki moja mpaka kadondoka chini kwa kishindo. Litema damu. Mfunge pingu huyo fala, maana naona nataka kuitunishia serikali kifua, yule dada alimwambia Godwin kicha mpelelezi. Basi haraka haraka Godwin akatupia pingu hukseni mikononi mwa Brown. Mume wangu, jamani nyie, yaani hakika usimdharau mtu usiyemjua. Yaani usimdharau kabisa. Yaani hata kama umekutana naye sijui bahati mbaya yupo hivi na hivi, usimdharau. Maana Godwin ambaye alikuwa kichaa, alikuwa analala juu ya minguo michafu. Yaani yule mwanaume alikuwa yaani sasa hivi nakuja kumuona ni mwanaume wa kazi. Ni hatari. Basi wakati Brown mume wangu akipelekwa kituo cha polisi, mama mkwe naye alikuwa anawaishwa hospitali kwa ajili ya kupatiwa huduma ya kwanza, kwani risasi alikuwa amepigwa. Yaani ilimpelekea atoke na damu nyingi sana. Sasa mimi ikabidi niongezane na yule dada pamoja na Godwin kuelekea kituo cha polisi ili nijue kitu kinacho, yaani ni kipi kitaendelea juu ya mume wangu. Kumbe nilikuwa naishi na jambazi sugu nisijue. Yaani licha ya kutaifisha fedha za serikali, kumbe mume wangu pia alikuwa ni jambazi sugu wa kuvunja mabenki, maduka makubwa, huku akijificha kwenye mwamvuli wa utumishi wa umma. Basi alisomewa mashtaka 3 makubwa. Moja ilikuwa ni kutaifisha fedha za serikali. Pili ilikuwa ni kupiga, yaani ile la kupigana na serikali, yaani kitendo cha mume wangu kupigana na nani? Na Godwin, askari mpelelezi, kilichukuliwa kama ni kosa kisheria na pia amepigana na serikali. Na shtaka la 3 lilikuwa ni kuvunja, kusababisha mauaji, kukaba na unyang'anyi. Yaani mashtaka yote alisomewa Brown na kukiri kwamba ameyatenda. Hakika sikuamini jamani kwamba mume wangu Brown ndio kayatenda yote yale. Basi alipelekwa mahabusu huku akisomewa tarehe ya kupelekwa mahakamani tena ya kukivuna kile alichokuwa amekipanda, na ni hukumu yake ya mwisho. Basi bwana, tulipotoka pale kituo cha polisi, yaani mahakamani, Godwin alinifuata. Mama, leo nataka nikutoe auti, nina mengi ya kuongea na wewe, aliniambia Godwin. Wakati huo mawifi zangu walikuwa wananiona nikiongea na Godwin kando. Usijali, anytime niko free, nilimjibu, sababu nilikuwa nataka nijue
anataka kunisimulia nini haswa. Basi tulipanga tukutane saa 2 usiku katika hoteli ya Utulivu. Basi nilirudi zangu nyumbani kukaa na kuisubiria hiyo saa 2 ifike. Lakini nilipofika nyumbani, mawifi zangu walinijia juu. Yaani liniwashia moto wa kifuu. Zamda, unatuzunguka si bure. Yaani wewe inaonekana kuwa mchongo mzima unao wewe na yule kaka kichampelelezi. Ila tutajua tu, na tukijua mama umeisha. Ama zetu ama zako umeisha, tutakumaliza. Lo, mawifi zangu walikuwa wakali. Nilijitetea lakini wapi. Mwisho nikaona bora nyamaze, nikae kimya. Waweke mpaka wachoke. Kwani kelele za chula hazimtishi tembo kunywa maji. Basi bwana, baada yao kupiga mdomo, waliamua kukaa kimya. Ikawa ni mwendo wa kununiana, huku nikiwasikia wakipiga vijembe na wakipanga kwenda kuhonga ili Brown asihukumiwe. Mimi nilikaa kimya, ila moyoni nilitamani mipango yao ife na Brown ahukumiwe kwa makosa aliyoyafanya. Na nisiendelee kuishi na mwanaume ambaye ni gaidi. Basi majira ya saa 2 ilipofika, nilichomoka nyumbani baada ya kupigiwa simu na Godwin kwamba tayari ishafika Utulivu hoteli. Basi na mie nimuita boda wangu akanipeleka moja kwa moja mpaka Utulivu hoteli, ambapo nilikuta Godwin amekaa kwenye meza moja peke yake. Mwanaume alikuwa amevalia suti safi kama mbunge vile. Alinikaribisha kwenye kiti, nikaketi. Zamda, licha ya kwamba nilikuwa kikazi, ila ukweli ni kwamba nimetokea kukupenda. Natamani kuoe Zamda. Kuhusu swala la pesa usijali, yaani utaishi kama Malkia Elizabeth, alisema Godwin. Nikabaki nikicheka tu kama malaya aliyeona bia, kwani moyoni tayari nishaanza kumuelewa. Basi tulipiga stori pale mpaka saa 5. Kisha akaenda chumbani pale pale Utulivu hotel. Mtoto wa kike mie nilikuwa sielewi saa hiyo, kwani tayari nilikuwa nimeshaelewa, kwa sababu nilikuwa nimekunywa pombe, kwa nilikuwa nimeelewa. Kwa hiyo Godwin akanibeba moja kwa moja mpaka chumba ambacho alikuwa amekichukua. Tulipofika chumbani, akanilaza chali kitandani na kunipanua mapaja. Alianza kuninyonya kii yangu, hali ambayo iliniongezea nyegi, na nikajikuta nimeanza kulia kihisia. Ninyonye vizuri baba. Yes, hapo patamu. Niligugumia kwa utamu wa kunyonywa. Yaani
nililowana papuchi pangu tepe tepe. Godwin akalishika dudu lake ambalo lilikuwa limesimama. Kusimama limesimama hasa. Na lilikuwa limezungukwa na mishipa mingi sana midogo midogo. Kisha akalichomeka kunako utamu wangu. Lilizama shwa kutokana na utelezi mwingi nilokuwa nao. Lakini wakati nafurahia lile tendo, ghafla mlango ukagongwa kwa nguvu sana. Tulishtuka mimi na Godwin. Mwisho wa sehemu ya pili ndio mwanzo wa sehemu ya 3. Je, ni nani aliyekatisha utamu wa Godwin na Zamda? Unataka kujua? Usikose kuungana nami katika sehemu inayofuata. Usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Share. Bye.